Wewe ni mjasiriamali ambaye unatamani kuweza kujifunza namna sahihi ya utengenezaji wa sabuni ya mche kama Jamaa ndani ya siku 3 na uweze kutengeneza bidhaa ambayo inakuwa na ubora na kutengeneza angalau 500,000 kila mwezi, basi hakikisha unasoma mpaka mwisho. Kuna mambo matatu ya kuzingatia ili uweze kutengeneza bidhaa yako yenye ubora uliokuwa mzuri na uweze kuingia sokoni na kuweza kushinda. Watu wengi huwa wanachanganya sehemu ya namna hii. Kwa jambo la kwanza unatakiwa kuhakikisha kujifunza ni ujue jinsi ya kutengeneza bidhaa ambazo zinakuwa zina ubora kwa mzuri. Kiasi kwamba hata kama ni bidhaa ambayo umeitengeneza wewe, yani ikifikia kipindi ambacho unaiangalia bidhaa yako, maana yake wewe mwenyewe uone kabisa kwa bidhaa hii kwa ubora huu, of course hata mimi naweza nikanunua. Lakini kama umetengeneza bidhaa ambayo haina ubora na hata wewe mwenyewe ukiangalia kiasi kwamba huna uwezo wa kununua, yani kwamba kwa bei hii mimi mwenyewe bidhaa hii siwezi kununua. Kwa hivyo bidhaa hiyo inakuwa na ule ubora ambao unakuwa ni mdogo kuliko inavyotakana. Kwa hiyo mteja hawezi kununua bidhaa ambayo haina ubora au kuwa mzuri. Ndio maana watu wengi huwa wanalalamika sana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hakikisha unajua machimbo ya kupata malighafi kwa bei rahisi. Hasa kama tunazungumzia kemikali pamoja na mafuta. Kuna baadhi ya maeneo ambapo huwa napenda kushauri, hata wanafunzi wangu kwenye kozi zetu huwa tunapenda kushauri waweze kupata malighafi kwanza kwa bei ya jumla. Upate maduka ambayo utakaopata malighafi kwa bei, hata kama unachukua kidogo, lakini upate kwa bei ya jumla. Simaanishi ile kidogo sana, kilo moja kilo mbili, hapana. Angalau upate malighafi utakazopata kwa bei ya jumla. Huwa inakuwa ni inasaidia sana kwenye utengenezaji wa faida ambayo inakuwa ni nzuri. Lakini pia kujua pia ubora wa malighafi ni muhimu, kwa sababu kuna baadhi ya kemikali unaweza kununua zikawa tayari zimekwisha expire. Sasa unaweza kutengeneza bidhaa ambayo ikawa haina ubora. Mtumie mfumo sahihi, hatua sahihi, formula sahihi, lakini kwa hivyo tunatengeneza bidhaa ambayo inakuwa haina ubora wa kwanza. Jambo lingine tunazungumzia kwenye upande wa mafuta. Kuna baadhi ya mafuta baadhi ya maeneo kama vile mtu akienda kwenye maduka haya ya ujasiriamali kwa sasa hivi tukichukulia mfano, mafuta yanauza mpaka shilingi 90,000, 100,000 mpaka 120,000 kwa baadhi ya maduka mbalimbali. Sasa huwa sishauri wanafunzi wangu kuweza kwenda kwenye maduka hayo ya malighafi ili kuweza kupata kemikali kwa bei ambayo inakuwa mafuta kwa bei ambayo inakuwa ni juu. Lakini hapo machimbo ambayo mafuta kwa sasa hivi unaweza kupata kwa shilingi 65,000. Kwa hiyo ni karibia nusu nzima ambayo unaweza kutengeneza kama faida. Kwa hiyo ukija kujumlisha malighafi, kutengeneza bidhaa ambayo inakuwa na ubora, lakini pia ukapata malighafi kwa bei rahisi, of course faida inaweza kupatikana kwa ubora uliokuwa mzuri zaidi. Jambo la mwisho ni formula. Uweze kupata formula ambayo itakayoweza kusaidia kuweza kuumua idadi ya kuumua sabuni yako na kuongeza idadi ya miche ili uweze kutengeneza faida ambayo inakuwa ni nzuri. Of course unaweza kutengeneza bila kuumua la ukapata faida ile nzuri, lakini ukitaka kutengeneza faida nzuri zaidi, pate formula zile za. Of course zipo formula mbalimbali, kila mtu anakuwa na formula yake tofauti tofauti kwa sababu sio moja. Zinaitwa fillers, bulking agents. Hizo zinasaidia kuweza kuumua sabuni yako na kuongeza ile idadi ya miche ili kutengeneza faida ambayo inakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo hakikisha unapokwenda kujifunza, basi utafute pia na formula ambayo itakaweza kusaidia kuweza kujifunza, kuumua sabuni yako na kutengeneza faida ambayo inakuwa ni nzuri zaidi. Jambo la mwisho ni kuwa serious. Kwa hivyo kila kitu lazima mtu ujitume na kuwa serious, ndipo ambapo unaweza ukafanya consistent na kutengeneza faida ambayo inakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hivyo kama na wewe ni mjasiriamali unatamani kuweza kujifunza hatua kwa hatua, tuna program yetu maalum ambayo inaitwa Mjasiriamali Plus, ambapo ndani ya program utakwenda kujifunza mambo haya yote ambayo nimeweza kuelekeza hapa. Watu wengi huwa wanachanganya kwamba kupata malighafi wapi wana nini. Of course kuna namba za uuzaji almost ni kwa yote ya Tanzania, isipokuwa mchache sana. Kwa hiyo swala kupata malighafi zinapatikana na kwa wingi zaidi. Kwa hiyo kama unatamani kuweza kupata kozi hii, uweze kupata mafunzo step by step, basi hakikisha na comment chini ya video hii neno program, then utapatia utaratibu wa namna ambavyo unaweza kupata kozi hii na kuweza kujifunza hatua kwa hatua. Take care.